Ni imani yangu kwamba viongozi na waombolezaji wote simu zetu bado ziko kwenye hali ile ile ya mtetemo. Hatujarudisha sauti. Na kama tulifanya hivyo, niwaombe kwa heshima na taadhima tuzirudishe katika hali ya vibration. Tujiandae kwa ajili ya kumpokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Muda wote kutoka sasa atawasili hapa. Naam, kwa heshima na taadhima naomba sasa tuinuke kwa ajili ya kumpokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi, naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapendwa wanafamilia ya marehemu, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu mliopo, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, General Jacob John Mkunda, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania, viongozi wa dini wakiongozwa na Baba Askofu Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dr. Alex Gehazi Malasusa, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa kitaifa mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, maafisa generali, maafisa wakuu, maafisa wadogo, askari, wapendwa waombolezaji, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, tunaendelea na ratiba ya mazishi ya mpendwa wetu hayati Cleopa David Msuya, Makamu wa Rais na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyefariki dunia tarehe 7 Mei 2025 katika hospitali ya Mzema jijini Dar es Salaam alikokuwa anapatiwa matibabu.
Mheshimiwa Rais, tupo katika eneo ambalo tutamhifadhi mpendwa wetu, baba yetu, wengine babu yetu, hayati Cleopa David Msuya katika nyumba yake ya milele. Na kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais, inaomba tafadhali nikusomee ratiba itakayotuongoza eneo hili ifuatavyo. Wakati wote kuanzia sasa, mwili wa mpendwa wetu utaletwa eneo hili kwa taratibu za kiserikali. Wimbo wa taifa utapigwa na kuimbwa, brass band itatuongoza. Baada ya hatua hiyo, tutakabidhi mwili wa mpendwa wetu kwa viongozi wa dini waongoze mazishi kwa mujibu wa taratibu za Kanisa la Kiinjili la Kilutheri, yakifuatiwa na mazishi kwa mujibu wa taratibu za kiserikali ambayo yataambatana na upigiwaji wa mizinga salama. Ni watoe tu wasiwasi, mizinga hiyo ni salama na haina madhara. Hivyo ndugu wananchi, naomba tuwe watulivu wakati huo utakapofika. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunasubiri sasa wakati wote watakapokuwa kwa tayari, mwili wa mpendwa wetu utaletwa eneo hili kwa mujibu wa taratibu za kiserikali. Asante. Mheshimiwa Rais, inaomba tafadhali tusimame. Tunakwenda kuimba wimbo wa taifa. Inakumbushwa kwa maafisa na askari waliovaa sare watasaluti. Asante. Mheshimiwa Rais, inaomba tafadhali tuketi.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa tafadhali tusimame. Inakumbushwa kwa maafisa na askari waliovaa sare watasalute pindi jeneza lilobeba mwili wa mpendwa wetu litakapofika eneo hili. Asante.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa tafadhali tuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa sasa tuendelee na ratiba ya mazishi wa mpendwa wetu hayati Cleopa David Msuya kwa kumkaribisha Baba Askofu Mkuu Dr. Alex Gehazi Malasusa, mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, aongoze mazishi kwa mujibu wa taratibu za Kanisa la Kiluteri. Karibu sana. Wapendwa, tuendelee na ibada ya mazishi hapa nyumbani katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunapoimba wimbo namba 317, mwili uwe unashushwa. Kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Inaombwa sasa maafisa wakuu cheo cha meja waje waweke mwili juu ya kaburi. Karibuni. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikipiki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
mwili utakapokuwa unashushwa, tutaimba wimbo namba 331 katika kitabu chetu ukurasa wa 18, nivute kwako Bwana Yesu. Nivute kwako Bwana Yesu katika shida hata furaha. Nivute kwako Bwana Yesu katika shida hata furaha. Inaombwa sasa maafisa wakuu cheo cha kanali waje waushushe mwili kaburini. Karibuni. Nivute kwako sina kitu ninachoweza kukutolea ila moyo huu wenye dhambi. Yesu Mwokozi unisafishe. Mheshimiwa Rais, inaombwa tafadhali tusimame. Safishe. Kwako nitaacha yote yazuiayo baraka na kutolea mali na furaha za dunia, mali na furaha za dunia. Nivute kwako mpaka mwisho, vita na kuridhikisha, mpaka nifanane na wewe, Yesu furaha yangu, wewe Yesu furaha yangu. Nivute kwako Bwana Yesu katika shida hata furaha, unipokee kwa rehema, niangalie Bwana wangu, niangalie Bwana wangu. Mheshimiwa Rais, inaombwa tafadhali tuketi.
nivute kwako, sina kitu ninachoweza kukutolea, ila moyo wenye dhambi. Yesu Mwokozi unisafishe, Yesu Mwokozi unisafishe. Nivute kwako mpaka mwisho, vita na hatari zikiisha, nayo kanifanane na wewe, Yesu furaha yangu, wewe Yesu furaha yangu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae nanyi nyote. Amina. Lakini najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, na mwili huu utakapokuwa haupo, nitamwona Mungu. Nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanaye wa pekee ulimwenguni, ili tupate uzima katika yeye. Mungu tuliye naye ndiye Mungu aokoaye, mwenye njia za kutoka nako kufani ni Mungu Bwana. Ukurasa wa 10 vijitabu vyetu tutapokezana. Upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, Ufufuliwa katika fahari. upandwa katika udhaifu, Ufufuliwa katika nguvu. upandwa mwili wa asili. Ufufuliwa mwili wa roho. Maana sharti huu haribikao uvae kutokuharibika, Na huu wa kufa uvae kutokufa. basi huu haribikao utakapovaa kutokuharibika, Na huu wa kufa utakapovaa kutokufa. hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, Mauti imemezwa kwa kushinda. kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Mungu na ashukuriwe. Atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu Mwenyezi amependezwa kwa rehema zake nyingi kumwondoa huyu mwenzetu Kiliopa David Msuya katika maisha haya, sisi tumeweka mwili wake ardhini. Kiliopa David Msuya uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kuwa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Amen. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, twakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa ajili ya kutegemea wewe umetupa sisi tumaini lenye msingi ulio bora. Nasi twajua ya kuwa hutuachi tushindwe na nguvu
na huzuni ya mauti. Kwa kufa kwa mwana wako Yesu Kristo na kwa kumfufua umetupa sisi ushindi dhidi ya kifo, nguvu za shetani na hata dhidi ya dhambi. Twakusihi utuhurumie na kutujalia imani imara, tusishikwe na woga wa kufa kama wale wasio na matumaini. Tumtazame Yesu mwenyewe, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ili sisi sote mwishoni mwa maisha haya tufike kwako kwenye usharika mkubwa wa mataifa yote yanayokusifu pasipo mwisho. Mahali hapo ulipo wewe hakuna njaa wala kiu wala machozi wala dhiki yoyote, kwa kuwa wewe utakuwa yote katika yote, mtulizaji wetu na mtoa uzima, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Na tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tumesamehe. Usitie majaribuni, bali tuepushe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Wakati huu kaburi litakuwa likifunikwa, na tutaomba tushirikiane sote wimbo ule Mungu awe nanyi daima, ukurasa wa 11. Mungu awe nanyi daima. Asante Baba Askofu. Naomba tafadhali wana familia ya marehemu pamoja na wale wajukuu wa marehemu mapacha mweke udongo. Watoto pamoja na wajukuu wale mapacha mkaweke udongo katika kaburi la mpendwa wetu. Karibuni sana. Na tukiona na awe na tuonane kwake, na tukiona na awepo, Mungu awe nanyi daima. Mungu awe nanyi daima, awafunike mabawa, awalishe awakuze. Mungu awe nanyi daima, na tukiona na awepo, na tuonane kwake, na tukiona na awepo. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ni kuombe sasa kwa heshima na taadhima uweke udongo katika kaburi la mpendwa wetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mungu awe nanyi daima, awaonye kwa upendo, kaeni na kupatana. Mungu awe nanyi daima, na tukiona na awepo, na tuone. Inaombwa sasa nimkaribishe Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango. Karibu sana. Mungu awe nanyi daima. Mungu awe nanyi daima, awe kwenu na rehema, zaeni matunda mema. Asante. Inaombwa sasa nimkaribishe Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Karibu. Awepo na tuonane kwake, na tukiona na awepo, Mungu
awe nanyi daima. Inaombwa sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu Mheshimiwa. Ukurasa wa 9, nchi nzuri ya metameta. Nchi nzuri ya metameta huonekana kule mbali, naye Yesu hutuongoza tukafike na sisi huko. Inaombwa sasa nimkaribishe General Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi, kwa niaba ya wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Karibu. Si huko simbali karibu tutaimba na sisi huko, tule tutawaona wengi wapendwao na Yesu Bwana. Inaombwa sasa nimkaribishe Comrade Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Karibu Mheshimiwa. Simbali karibu tutaimba na sisi huko, simbali karibu tutaimba na sisi huko. Asante Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda naomba tafadhali tuishie tu hapo, kwa maana ya kwamba wote tumeshiriki katika mazishi haya. Tuendelee na ratiba. Naomba sasa niwakaribishe maafisa wakuu cheo cha kanali waje wafunike kaburi la mpendwa wetu. Karibuni. Tutaimba mwamba wangu wa kale, kwako nitajificha. Mwamba wangu wa kale, kwako nitajificha. Maji na damu yako toka mbavuni mwako ziwe dawa ya dhambi, kutakasa mioyo. Si kazi ya mikono iletayo wokovu, nikifanya machozi, nikifanya na bidii, siwezi kujiosha. Unioshe wewe tu, noni sina kitu ila msalaba wako. Ni mtupu, ni pengu, ni mnyonge, ni pengu, niondole taka, nitakase sijafa, nikaapo duniani, nifikapo kifoni, nitakapo kufuka, nitakapo kuona mwamba wangu wa kale, kwako nitajificha. Karibu na wewe Mungu wangu, karibu na wewe Mungu wangu, niko karibie
mimi nasafiri duniani pako kumzikia sipaoni nilalapo niwe karibu. Asante Mheshimiwa Rais. Sasa tunaendelea na mazishi kwa taratibu za kiserikali. Kamanda wa gwaride, endelea. Mungu wangu Mheshimiwa Rais, inaomba tafadhali tusimame. Wapendwa waombolezaji, mazishi kwa mujibu wa taratibu za kiserikali huambatana na upigaji wa mizinga salama. Mizinga hiyo ni salama, hivyo ndugu wananchi, naomba tuweni watulivu.
Tahadhari ni kwa wajawazito, mahali hapa sasa si salama sana kwao. Asanteni.
Mheshimiwa Rais, inaombwa tafadhali tuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa mujibu wa ratiba yetu sasa tunakwenda katika zoezi la uwekaji wa mashada. Lakini kabla tujaanza zoezi la uwekaji wa mashada, nimuombe Baba Askofu aendelee kwanza na itifaki za kanisa, halafu tuendelee na zoezi la uwekaji wa mashada. Karibu Baba Askofu. Asante Baba Askofu. Mheshimiwa Rais, naomba sasa tuendelee na ratiba ya uwekaji wa mashada. Niwaombe sasa watoto wa marehemu muambatane pamoja na wale wajukuu wawili wa marehemu. Karibuni kwa ajili ya uwekaji wa mashada katika kaburi la mpendwa wetu. Karibuni sana. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ni kuombe sasa kwa heshima na taadhima ukaweke shahada katika kaburi la mpendwa wetu. Na mara baada ya zoezi hilo, ninaomba tafadhali tukuruhusu ukaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Asante sana Mheshimiwa Rais.
Asante, inaomba tuketi. Inaomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambatane na mwenza wake kwa